Kama mwenyekiti wa Chaso mkoa wa Dar es Salaam tukisikia kwamba kuna G55, nani yuko nyuma hawa watu na nani yuko mbele ya hawa watu? Naombeni niwape story moja. Story hiyo ni ya mzee moja akitaka kufanya kitu fulani, au kwa mfano kuna kitu fulani ambao ni muhimu sana katika jamii. Anawaambia, bwana, mimi siwezi nikajitokeza, ile ninaomba nyie vijana 5 mjitokeze. Bahati nzuri huyo mzee kawawezesha hao vijana, wakati huo sasa wanaenda kupambana, yani group A na group B. Group A ni wale ambao wamewezeshwa na group B ni wale ambao wanatumia nguvu ya wengi, ambao watu wanaamini, lakini yule kwa sababu ana maslahi binafsi anawawezesha ili kusudi kuifanikisha ile gema kuwa ya kwake. Mungu Osmani, ile timu ambayo imewezeshwa haikufanikiwa, lakini timu B imefanikiwa, na ndio kinachoonekana sasa hivi. Ina maana uchaguzi ulifanyika tarehe 21 2022, viongozi wakakaa na wakafanya uteuzi wa baraza wa cabinet ya chama taifa, lakini kuna watu wakao wamejitokeza, ndo kama hawa ambao wanajiita G55, ni wanafanya anasa ambayo haiwezekani ndani ya chama. Sisi kama mtandao wa wanafunzi mkoa mzima wa Dar es Salaam na nchi nzima, vyote ambao mnasikia, kuna baadhi ya watu wamejitokeza katika majimbo wakifoji saini za watu, wakisema kwamba sisi ni watiania wa dini wa uchaguzi mkuu mwaka 2025, na ni kitu ambacho hakipo. Wananchi wenyewe tunashtuka, mtu anajitokeza. Kama mimi natokea jimbo la Kawe, kuna mtu anajiita Kileo amejitokeza eti kwamba ni mgombea wa ubunge jimbo la Kawe. Hatumfahamu na hata siku moja hajawahi kutokea kwenye mkutano mkuu wa jimbo na hata wakata. Tokea apate uchaguzi wa mkoa hajawahi kuitisha hata kikao mara moja. Tunasikitika sana tunapomwona anakuja kwenye jimbo letu, na wakati wenye jimbo hawamjui. Anajiita kwamba eti yeye ni mgombea wa nafasi ya ubunge jimbo la Kawe, wakati kauli ya chama inasema no reform no election. Inakuaje yeye anaenda kinyume na kauli ya chama, yani no reform no election? Pili, kitu ambacho kinanisikitisha sana, ilikuwa ni tarehe 17 mpaka tarehe 26 mwaka jana 2024, nikiwa mmoja wa wagombea katika nafasi ya mwenyekiti serikali ya mtaa, mimi na wenzangu tukienda kushinikiza kwamba serikali iweze kutambua kwamba haki haikutendeka. Tumefika pale, lakini hakuna kiongozi yote wa mkoa kujitokeza katika manispaa ile ya Kinondoni. Leo hii mtu anajitokeza from nowhere. Wewe unafikiri tuna hasira kiasi gani? Tumeharibu hela nyingi, wananchi wameharibu hela yao nyingi, alafu mtu anajitokeza kutoka nani? Hivi ni mtu gani ambaye anaweza kaelewa kwamba kwa kilichotokea mwaka jana 2024 na 2019, ni nani atakaye kuja kuielewa kwamba ujinga huo unakubalika kwa sasa hivi? Kama chama, kama Chaso, nitasimama na kauli ya chama, no reform no election. Bwana Kileo, hatukutambui jimbo la Kawe, ifahamu na uijue, hatukujui. Kama unaniona au kama unaneni, hatukutambui kabisa, kwa sababu hata utendaji wako kazi hainibariki, binafsi hainibariki kabisa. Hatujakuona kwenye kata, hatujakuona kwenye jimbo, hatujakuona popote pale. Inakuaje leo hii unatokea
unatokea tu eti kwamba mimi wewe ni mgombea wa jimbo la Kawe. Inakuaje? Ndugu waandishi wa habari, napinga kikali kwamba bwana Kileo hatumtambui kwenye jimbo la Kawe, na amejitokeza. Kuna kijana mmoja anaitwa Mapunda eti anagombea nafasi ya urais, na wakati nchi yetu, yani anatokea jimbo la Kawe. Yani hawa kuna watu nyuma yao, so bure. Kwa ndugu wananchi na wananchi, ndugu wananchi pamoja na waandishi wa habari, tuwapuuze hawa watu ambao wanajiita G55. Nchini kwetu kuna utekaji umekithiri sana. Nikimkumbuka Deus Soka na wenzake, Mwalimu Deonis Kipanya, mwalimu wa muziki, Amani Marengero, katibu wa kanda ya Mwanza wa Bavicha, leo hii haonekani alipo, na serikali iko kimya kuonesha ushirikiano dhidi ya wananchi. Na kwa utaratibu ni kwamba polisi wetu na serikali ndio wanakuwa na kinga inapotokea matatizo ya namna hiyo, na ndio sehemu ya kukimbilia. Leo hii tunashangaa, kama kijana nashangaa sana kwamba vijana hawa wanapotea katika mazingira ya kutatanisha, lakini kauli ya nchi haipo, kauli ya ulinzi hamna. Hii inaonesha nini? Imetokea kifo cha mzee Ali Kibao, ameuawa kinyamera, lakini hakuna taarifa yoyote mpaka leo hii ikirejeshwa kwa wananchi, kwa sababu yule ni mwananchi mwenzetu. Inasikitisha sana. Mimi niombe serikali yetu tukufu, ninaiomba ije na utaratibu ambayo tunaweza tukapata, kama hawa akina Deus Soka, Amani Marengero wameuawa au wako wapi. Ina maana kwa sisi watu wa nyumbani, kule nyumbani, mtu akifa porini ni udongo unachukua unapeleka nyumbani. Kama ni udongo, basi tunaomba udongo wa kina Deus Soka na wenzake ufike makwao, angalau tuwatambue kabisa kama hawa watu hatuko nao duniani. Na kama wako hai, basi naombeni, ninaomba kama kijana mwenzangu ambaye amepotea, ninaomba arejeshwe akiwa hai. Tuweze kupambana katika kauli hii ya no reform no election. Bila hivyo mtakuwa mmeacha nchi yetu katika giza nene na maswali ambayo hayawezi yakajibika. Mimi leo nikiulizwa Deus yuko wapi, mimi sina majibu. Amekufa, sina majibu. Yuko hai, sina majibu. Lakini serikali tunaomba nguvu kazi iongezeke katika haya yanayojiri kila kukicha. Kiukweli inaumiza sana. Kama mzazi aliyemzaa mtoto aliingia leba, hapo ingia leba ameumia na amemlea huyo mtoto tumboni miezi 9. Alafu binvu huyo mtu hayupo tena. Inaonesha ni udhalilishaji wa wazazi wetu na kuwaonea katika njia ambayo Mungu amekubali kwamba apokee mimba, lakini amemleta duniani watu wanampoteza. Hii ni dhambi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika kipindi hichi cha Kwaresma, mimi nawaombea kwa Mungu wale waovu wote ambao wanajificha kama ni watu wema. Mungu unajua sababu yao. Wabariki na waweze kurudi katika njia salama, ambao wawe watu amani kabisa. Kwa hiyo
tuikumbuke na pia tuwaombee hao wote ambao ndugu zao wamepotea. Kama mtakumbuka ilikuwa ni uchaguzi wa serikali ya mitaa. Baba ambaye anagombea nafasi ya mwenyekiti eti anakuja kuoa nyumbani mbele ya watoto wake na mke wake. Serikali nayo iko kimya. Hii inaonesha ni picha mbaya kwa taifa na dunia kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, yani inatugusa kama vijana na watu ambao tunaweza tukaona mbali kwamba inakuwaje yanatokea wakati kuna askari wetu, kuna askari wetu, kuna rais wetu. Inakuwaje haya yote yanatokea? Maswali haya hayana majibu. Na serikali yetu hayana majibu. Hawana majibu kabisa hata kidogo. Kwa hiyo mimi sina mengi zaidi ya hayo. Ninaiomba nchi yangu Tanzania iweze kuifanyia kazi yote ambayo yanajiri kila kukicha. Mungu awe upande wetu, kila mmoja wetu, kwamba kuweza kusisitiza kauli ya chama ya no reform no election. Mkoa wa Dar es Salaam, mimi kama mwenyekiti wa CHASO mkoa wa Dar es Salaam, tumejiandaa vema. Tarehe 17 mwezi wa 5 ni kongamano kubwa ambayo haijawahi kutokea nchi hii ya wanafunzi wa vyuo vikuu ambayo itafanyika hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo kadri siku tunavyoenda tutawafahamisha ni wapi itafanyika, na pia na hiyo siku msikose kuja kwa sababu kutakuwa na tukio kubwa ambalo litakuja kuonyeshwa hiyo siku. Kuna wanafunzi ambao wako UVCCM tutabatiza siku hiyo na listi yao tunayo. Wanafunzi kama 80 mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo tutawabatiza kuhamia Chadema hiyo siku ya tarehe 17. Kwa hiyo kila tawi ndani na nje ya Dar es Salaam tunawakaribisheni sana sana sana. Na mgeni rasmi siku hiyo, siku inavyoenda tutawatangazieni kabisa kwamba ni nani atakayehutubia tukio hilo na kongamano la CHASO mkoa wa Dar es Salaam. Hivyo nawakaribisheni sana 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 katika uwanja wetu, na maandalizi yanaenda vizuri mpaka sasa hivi. Katika kwa kusanya tumefikisha wanafunzi 500. Hivyo tunategemea kufika maelfu ya wanafunzi kufurika katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo karibuni sana, mjisikie mko nyumbani. Asanteni sana.